Karibu sana Shukuru, na imani unanisikia vizuri uko ndipo. Tupo live pia kwenye Zoom meeting na tutakuwa tunaenda live kwenye upande wa Telegram. Naam, nakusikia vizuri coach. Na okay, safi sana. Karibuni sana, karibuni pia naona kwa wengine Telegram pia wanajoin huku. Kwa hilo tutakuwa tunaenda sehemu zote mbili. Tutakuwa tupo Telegram na Zoom meeting pia. Kwa hiyo kwa wale ambao watapata shida kwenye Telegram kuweza kunisikiliza, kwenye Zoom kunisikiliza, mnaweza mkajoin kuingia kwenye Telegram and then mkaweza kunisikiliza vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaenda sehemu mbili leo. Watu subiri na wengine pia waweze kujoin. Karibu sana. Naona Eliasi, Mr. Jacob karibu. Abu Masudi pia karibu sana. Naona pia kwenye Zoom watu wengine wanazidi kujoin. Kwa hiyo tumetoa kama dakika 5 ili wengine waweze kuungana na sisi. Kwenye Zoom meeting tuna somo unaliona moja kwa moja. Kwa hiyo kuna tofauti kati huku kwenye Telegram ambayo inakuwa ni voice chat na kwenye Zoom inakuwa ni live, unaona jinsi ambavyo unafundisha. Kwa hiyo pia ni issue nyingine na vitu tuweze kuiangalia. Kuna option ya kushare screen. Unaweza pia ukashare naona ipo, lakini sasa sijawa na PowerPoint kwenye simu na inaweza ikaleta mkanganyiko kidogo kwenye kuweza kuinania pekee, shida kidogo. Kuna jaribu hii tu kwenye Telegram tu. Kwenye Telegram nataka tulifanye kwa voice chat kwa sababu itakuwa ni recorded, kwa hiyo nadhani itakuwa na shida sana. Okay, tubakiwa na dakika 1. Sawa mwalimu, tunakupata mwalimu ni Telegram, tunakupata safi ni Telegram. Ndio. Habari za kushinda. Salama Sheikh Tabibu. Naona umewahi darasani bwana. Tumewahi darasani kwenye kikao, lakini nimetoka haraka niwahi darasa. Karibu sana. Umenipata kwenye Telegram. Sasa nimeona nirahisishe kazi ili at least kila mmoja aweze kunipata vizuri, maana wengine huwa wanalalamika sana kwenye Zoom, mtandao unasumbua. Kwa hiyo nikaona niweze kuniacha kwa Telegram. Tuache. Huko ndio network safi. Haina shida, tuko pamoja. Ngoja tusubiri wengine, naona huko kwenye Zoom pia wana join tuweze kuanza darasa letu. Okay, sawa. Naona muda wetu tayari umeshawadia kuweza kuanza somo. Kwa hao wengine ambao watapata nafasi pia kuweza kujoin, basi watatukuta tunaendelea na darasa bila shaka. Ngoja ni rekodi ili somo kwenye Zoom audio ili at least iweze kutusaidia.
Okay, sawa. Basi somo letu la siku leo, kama nilivyoweza kutoa taarifa kabla kwenye jukwaa letu la WhatsApp, tunaenda kujifunza sababu ambazo huwa zinapelekea wafanyabiashara wengi licha ya kuweza kuwa na bidhaa nzuri, lakini bado wanakuwa na mauzo mabovu kwenye biashara zao. Kwa hiyo unakuwa na bidhaa nzuri au unakuwa na huduma nzuri, lakini mwisho wa siku ukiangalia mauzo yako yanakuwa sio ya kuridhisha, au unaweza kusema kwa mauzo yako yanakuwa ni mabovu. Sasa ni vitu gani sana ambavyo huwa vinapelekea asilimia kubwa wafanyabiashara ambao wana bidhaa nzuri au wana huduma nzuri kushindwa kuweza kuwa na mauzo mazuri kwenye biashara zao? Hiyo ni point ambayo ni muhimu sana, na inabidi tuweze kudiscuss kuweza kuona hizo sababu ambazo huwa zinapelekea kwa asilimia kubwa wafanyabiashara kuyumba kwenye upande wa mauzo licha ya kuweza kuwa na bidhaa au huduma nzuri. Maana kuna wengine wanazidi kujoin huko kwenye Zoom. Okay, sawa. Sasa tutaanza na sababu ya kwanza. Kwa wengine kwenye Zoom, kama mtakuwa mnaniona hapa, mada yetu tunasema kwa nini una bidhaa au huduma nzuri lakini mauzo ni mabovu. Ukiangalia kwa asilimia kubwa, haswa kwa sisi ambao tunafanya biashara, huwa tunawekeza nguvu kubwa sana kuweza kutengeneza bidhaa au kuweza kuanzisha huduma ambayo ni bora. Lakini kuna asilimia ndogo sana ya wafanyabiashara ambao huwa wanaelewa kuna uwekezaji wa utengenezaji wa bidhaa, lakini kuna uwekezaji wa uuzaji wa bidhaa katika soko ambalo upo. Na ndio maana unakuta tuna wimbi kubwa sana la wafanyabiashara ambao wametumia fedha nyingi sana kwenye kutengeneza bidhaa, wametumia fedha nyingi sana kwenye kuleta huduma fulani, lakini mwisho wa siku mauzo yanakuwa ni mabovu. Sasa sababu huwa ni nini? Au nini ambacho huwa kinapelekea kama wafanyabiashara uweza kuwa na bidhaa nzuri, uweza kuwa na huduma nzuri, lakini mwisho wa siku mauzo yanakuwa mabovu au mauzo yanakuwa sio ya kuridhisha kwenye biashara hasa ambayo ni unaifanya? Sababu ya kwanza kabisa ambayo huwa inapelekea wafanyabiashara wengi kuwa na mauzo mabovu licha ya kuwa na bidhaa au huduma nzuri ni kutokutangaza bidhaa au huduma walizokuwa nazo kwenye biashara zao. Sasa kama nilivyoweza kusema mara ya kwanza kwamba wengi tunawekeza nguvu kubwa sana kwenye kutengeneza bidhaa au kwenye kuanzisha huduma fulani, lakini wengi wetu huwa tunajisahau na kudhani kwamba uwekezaji wa mwanzo ambao tuliweza kufanya ndio ambao utasababisha kuweza kuleta matokeo mazuri kwenye biashara zetu. Kuna kutengeneza bidhaa kwenye biashara yako, huo ni uwekezaji wa mwanzoni, lakini kuna uwekezaji mwingine ambao ni muhimu sana, uwekezaji wa kuweza kuuza kile ambacho umeweza kukitengeneza kwenye biashara yako. Sasa wengi wetu huwa tunaona huo uwekezaji wa pili kama hauna maana sana, na unaona kama ule uwekezaji wa kwanza ambao nilishofanya kuweza kutengeneza bidhaa au huduma ndio ambao wenyewe inabidi uweze kujipush na uletee matokeo mazuri. Lakini kumbe ulishafanya uwekezaji wa kwanza na uwekezaji wa pili kuweza kufanya ni muhimu kusudi ile bidhaa uweze kuipush, watu waweze kuifahamu, watu waweze kujua kwamba bidhaa fulani ipo, huduma fulani ipo, and then waweze kununua. Kwa wafanyabiashara wengi tunabaki na bidhaa zetu kwa muda mrefu hatuziuzi, au tunabaki na huduma zetu kwa muda mrefu bila kuweza kupata wateja kwa sababu hatutangazi au hatuwekezi kwenye kutangaza bidhaa au huduma tulizokuwa nazo. Ukiangalia, nilishawahi kuzungumza kwenye kitabu cha Saikolojia ya Mafanikio kwenye mitandao ya kijamii, nilizungumzia kuhusiana na umuhimu wa kuweza kufanya matangazo kwenye mitandao ya kijamii. Hiki ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa sasa hivi. Mtu mwingine anaweza kusema kwamba mimi sina muda kwa sababu nina ofisi, kwa hiyo siwezi nikatoka kuweza kutangaza bidhaa au huduma nilokuwa nayo. Sawa, lakini hata kama una ofisi au labda ni umeajiriwa, lakini unaweza ukasema katika masaa 24 unakosa muda wa kuweza kuingia mitandao ya kijamii na kufanya matangazo kwa kulipia. Changamoto ni kwamba tunazipa biashara zetu vipaumbele kuweza kubadilisha maisha yetu, alafu hatuzipi vipaumbele kuweza kuziendeleza ili ziweze kutupatia matokeo ambayo tunayahitaji. Sasa huwezi ukasema biashara yako haikupatii matokeo fulani ambayo unayahitaji wakati wewe mwenyewe haujainvest muda, haujainvest fedha kwenye kutangaza kile ambacho unacho kwenye biashara yako, ili mwisho siku uweze kupata fedha ambayo unahitaji kuweza kubadilisha maisha yako. Sasa ni lazima kwa namna moja ama nyingine tuweze kuangalia fursa ambazo zipo na zinatuhitaji tuweze kuinvest muda kidogo, tuweze kuinvest fedha, lakini tuweze kupata matokeo makubwa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba nitatangazia wapi? Nilishasema kipindi cha nyuma kwamba uchaguzi wa mtandao sahihi kwa ajili ya kuweza kutangaza bidhaa au huduma yako utategemea na kundi ambalo umeweza kulilenga kulihudumia kwa bidhaa au huduma uliokuwa nayo kwenye biashara ambayo unafanya. Maamuzi ya mtandao fulani kuweza kutumia, hauwezi ukasema kwamba mimi tu nataka mtandao fulani ndio unaweza kutumia. Hapana. Angalia wateja wako wanapatikana wapi.
angalau wateja wako wanatumia muda mwingi wapi. Kwa sababu bidhaa huduma ambayo umeanzisha tayari unajua ina uhitaji au tayari watu wanahitaji, basi nenda kwenye hiyo sehemu, nenda katangaze. Invest fedha, invest muda wako vile vile. Kwa ni lazima tuweze kujitahidi, kama unataka bidhaa zetu ziweze kuuzika, ni lazima tuweze kujitangaza. Usipojitangaza hakuna mtu ambaye atakufahamu. Usipojitangaza kuna mtu ambaye atajua bidhaa au huduma uliokuwa nayo. Kwa unaweza kuwa unalalamika kila siku kwenye biashara yako ufanye mauzo, lakini sababu ni wewe, kwamba baada ya kuweza kutengeneza bidhaa ukawa ni mvivu wa kuweza kutumia muda, kuweza kuwekeza muda, kuweza kuwekeza fedha ya kuweza kutangaza bidhaa au huduma uliokuwa nayo. Usijisahau, uwekezaji wa kwanza sawa, umetoa fedha, umetoa muda, umetengeneza bidhaa. Uwekezaji wa pili pia, tenga muda, tenga fedha kwa ajili ya kuweza kutangaza kile ulichokuwa nacho. Tulishasema kwamba kama mtu akufahamu, kama mtu hajavutiwa na kile ulichokuwa nacho, kama hujajenga uaminifu, mtu hawezi kununua bidhaa. Sasa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni sehemu rahisi ya kuweza kufanya matangazo na kuuza bidhaa zako, inakusaidia bidhaa zako kuweza kufahamika. Inakusaidia mwenyewe kuweza kufahamika. Inakusaidia kuweza kutengeneza, tunasema, ule mvuto. Watu kuweza kuvutiwa na wewe. Mitandao ya kijamii sio lazima utoke uanze kutembea, hapana. Mitandao ya kijamii vile vile inakusaidia kuweza kutengeneza uaminifu kwa watu na wakahitaji kile ambacho unakiuza. Sasa hii ninajaribu kuweza kujengea picha ili uweze kuona kutangaza bidhaa yako sio option. Kutangaza bidhaa au huduma uliokuwa nayo sio option kwenye biashara yako, ni lazima. Sasa wengi wetu kama huwa tufanyagi hivi vitu, ndio maana mwisho wa siku unajikuta hauzi chochote. Una bidhaa nzuri lakini zinakaa kwa muda mrefu, kama ni zina muda kuweza kuexpire, zina expire, alafu unaingia hasara kwa sababu haujatangaza au ulizembea kwenye kuinvest fedha na muda kwenye kutangaza hiyo biashara yako. Nilishafundisha aina 4 za utangazaji wa bidhaa zako. Naomba tuweze kuzitumia hizo aina 4 za ufanyaji wa matangazo. Sababu ya pili ambayo inaweza kapelekea usifanye mauzo ya bidhaa au huduma yako licha kuweza kuwa bora ni kutokuwa consistent kufanya matangazo. Ni kitu ambacho nimekuwa nikikisisitiza sana. Unafanya biashara ambao wana bidhaa nzuri sawa, wana huduma nzuri sana, lakini kinachowaangusha ni wanafanya matangazo ya bidhaa zao, tunasema ni ile kwamba kwa kuchechemea, au wanafanya matangazo ya bidhaa au huduma zao kwa kubipu bipu. Nikwambia kitu kimoja, nilishawahi kufundisha, kuna effect moja ambayo nishawahi kufundisha kwamba kikawaida mtu anapokiona kitu chako kwa mara ya kwanza huwa pay attention, au huwa akizingatia sana na kuweza kudigest kinaweza ikawa na maana gani kwake, au kinaweza kinamaanisha nini. Sasa ili iweze kuwa rahisi watu kuweza kurespondi vizuri na kile ambacho unakiuza, ni lazima uweze kuhakikisha kwamba mara kwa mara kile kitu unakiposti au kile kitu unakitangaza. Kuna tafiti moja ambayo ilishakusema kwamba ili mtu aanze kupay attention na tangazo lako, at least aweze kuwa ameliona zaidi ya mara 7. Tena mara 7 ni mara chache sana, lakini inabidi uweze kuwa ni zaidi ya mara 7. Kama umesoma kitabu cha vipingamizi na namna kuweza kuvijibu, nimeelezea kuhusiana na vitu kwamba ili mtu aanze kupay attention ni lazima kitu chako uweze kuona mara kwa mara. Na nimekuwa nikitoa mfano kwamba sisi katika maisha yetu ya kawaida una muziki fulani ambao unaweza kuwa umetoka, ukausikiliza kwa siku ya kwanza, ukao umeuchukia kabisa. Au kuna tangazo fulani ambalo inawezekana kuwa umelisikiza kwenye redio au kwenye TV kwa siku ya kwanza, lakini ukao umelichukia. Lakini kwa sababu lile tangazo unaliona mara kwa mara kwenye TV, au unaliona mara kwa mara kwenye simu yako, au unalisikia mara kwa mara kwenye redio, automatically unajikuta ile subconscious mind yako inanasa lile tangazo, na kwa sababu hauna sababu ya kuweza kulichukia, unakuta unavutiwa na ile tangazo na mwisho wa siku lakaa kwenye akili yako. Kuna makala yangu moja ambaye nilisha kuandika nikasema kwamba chukulia mifano ya matangazo ya zamani kama labda mafuta ya Jambo. Kuna tangazo fulani nadhani ni Jambo, kuna matangazo ya Chai Jaba. Yale ni matangazo ambayo yalifanya vizuri, lakini ukiangalia principle ambao waliweza kuitumia matangazo kuweza kufanya vizuri ni kwa sababu walikuwa consistent kwenye kutangaza ile huduma yao. Paka ile bidhaa ikakaa kwenye akili za watu. Kwa mtu mpaka sasa hivi sisi unaweza kaimba ile tangazo la Chai Jaba, unakumbuka ile matangazo yale mafuta ya Jambo, kwa sababu walikuwa consistent kwenye kutangaza kile kitu na wanajua principle au wanajua saikolojia ya mteja, kwamba mtu anapotangaza leo kwa mara ya kwanza huwa pay attention, huwa lizingatia sana. Lakini kadri unavyozidi kulipush, kadri unavyozidi kulionyesha kwa mteja wako, unavyozidi kuweza kulionyesha zaidi mara kwa mara, hili tangazo mtu atajikuta kwamba anaanza kulikaririsha, linaingia kwenye akili yake na nakumbuka alikuwa anahusiana na nini. Sasa hapo unakuta mtu anaanza kuulizia kwamba napataje bidhaa, napataje hii huduma. Kwa hiyo ili uweze kuuza bidhaa yako ni lazima uweze kuwa consistent kwenye kufanya matangazo. Usifanye matangazo kwa kubipu. Unakuta mtu kwa wiki nzima afanya tangazo mara moja, alafu anasema kwamba mimi bwana sipati wateja, au mauzo yangu ni mabovu kwenye biashara yangu.
Sisi tunategemea kwa wiki nzima uweze kuwa na strategy ya ku make sure unaonekana zaidi ya mara 7 au mara 8. Lakini kwa njia za tofauti bila kwenda nje na ile main message yako kuhusiana na kile ambacho unakiuza. Sasa unafanya matangazo mara 2, unafanya matangazo mara 3 kwa wiki. Alafu unasema nakosa wateja. Au unasema kwamba mauzo sasa hivi yameshuka. Unafanya nini consistency kila siku katika biashara yako? Ili mwisho wa siku uweze kukaa kwenye akili za wateja wako na wakafanya maamuzi ya kuweza kununua kile ambacho unakiuza. Kwa ili uweze kuepuka kutokuuza bidhaa yako, kuwa consistent, lakini uwe strategical. Uweze kutangaza bidhaa kimikakati. Kwa sababu kuna ile unafanya kitu inapita kiasi au inaboa mtu. Mwisho siku apay attention na tangazo lako. Lakini kuna namna ya kuweza kurudia tangazo lako na mtu akaendelea kuvutika na kile ambacho anakiona siku zote mara kwa mara kuhusiana na bidhaa huduma zako. Kuna namna nyingi, matangazo ya audio, matangazo ya video, matangazo ya picha. Hizo ni njia zote unaweza kuzitumia. Matangazo ya kuandika maneno. Hizo ni njia zote ambazo unaweza kuzitumia kufikisha ujumbe wa bidhaa au huduma ambayo unaiuza. Kwa kuwa consistency, rudia matangazo mara kwa mara. Rudia matangazo yako mara kwa mara, usichoke. Sio unafanya kitu kwa kubipu. Hiyo haitakusaidia. Na ukikutana na mshindani wako ambaye anakuwa consistent kwenye kujimarket au kwenye kumarket bidhaa huduma aliyokuwa nayo, lazima atakushinda. Kwa sababu ile kwa kwake consistency utamfanya aweze kukaa kwenye akili za wateja ambao mwenyewe unahitaji kwenye biashara yako, na mwisho wa siku akawini kuweza kuhamisha kwenye biashara yake. Namba 3. Sababu nyingine ambayo inaweza kukusababisha kushindwa kuweza kuuza bidhaa huduma yako licha kuweza kuwa bora ni kulazimisha kuuza bidhaa au huduma yako katika soko ambalo sio sahihi. Sasa tunapozungumzia kuhusiana na masoko, tunaweza tukaleta katika engo tofauti, katika dimension tofauti. Kwenye kulazimisha kuuza katika soko lisiokuwa sahihi, tunaweza tukaangalia katika mitandao ya kijamii. Kulazimisha kuuza katika soko ambalo sio sahihi, inaweza tukaangalia katika upande wa offline and location fulani. Sasa kuna wafanyabiashara ambao kwa sababu ya kutokufanya research, hasa kwa kuangalia kwamba bidhaa yangu nataka niweze kuimarket wapi, au tunasema kuna kitu kinaitwa sales channel zako. Kwa kuwa hujafanya research mara ya kwanza kwenye biashara yako, unajikuta kwamba una waste muda mwingi sana kuweza kumarket bidhaa yako sehemu ambayo hakuna watu wanaohitaji kile ambacho unakiuza. Basi kwenye biashara tunasema kwamba kabla kuweza kumarket, kabla kuweza kubrand bidhaa au huduma yako, cha kwanza fanya research ambako kulenga vitu vitatu. Fanya uchunguzi wa bidhaa, fanya uchunguzi wa washindani wako, fanya uchunguzi vile wa washindani, kuna washindani wako, fanya uchunguzi wa washindani wako, fanya uchunguzi wa bidhaa, fanya uchunguzi wa walengwa wako, audience wako. Audience, product na competitors au unasema ni rivals kwenye biashara ambayo unafanya. Sasa tukija kwenye upande wa kufanya uchunguzi wa audience, ni lazima ujue hawa washindani wako kwa sasa hivi wana consume kile ambacho unataka kwenda na cha kwako sehemu gani. Wana spend muda mwingi wapi kuweza kufanya research ya kile ambacho wanakihitaji au uchunguzi wa kile ambacho wanakihitaji na kufanya maamuzi ya kuweza kununua. Nilishawahi kufundisha kuhusiana na mambo ya distribution channel pamoja na sales channel. Ukishafahamu hivyo vitu, inakuwa ni rahisi unapoenda kufanya production ya bidhaa. Inakuwa ni rahisi unapokipeleka sokoni, unakuwa na uhakika kwamba hii kitu unapokipeleka, kama ni location ambayo ni ya offline au kama ni location ambayo ni ya online, unakuwa na uhakika kwamba ninapoenda kudisplay hii product yangu sehemu fulani, nikaimarket au nikiweka budget nzuri ya kuweza ukimarket, mwisho wa siku lazima italetea matokeo mazuri. Sasa wengi wetu huwa tunapeleka bidhaa zetu sahihi katika location ambazo sio sahihi au katika maeneo yasiyo sahihi. Kwa mwisho wa siku tunajikuta hatupati wateja au tunapata wateja ambao wanakuwa ni wa kubip. Kwa lazima uweze kujiuliza, ninapopeleka bidhaa yangu sehemu fulani, ni sehemu ambayo nishafanya uchunguzi na nikana uhakika kwamba wale wanahitaji bidhaa wako kwenye hayo maeneo. Kuna kamsemo kamoja wanapenda wakasema kwamba bidhaa isiyo sahihi ukipeleka kwenye eneo ambalo sio sahihi, huwa inabadilika na kutokuwa sahihi. Bidhaa iliyo sahihi ukipeleka katika eneo ambalo sio sahihi, huwa lile eneo ambalo sahihi linabadilisha na ile bidhaa kuonekana sio sahihi. Sasa ni lazima bidhaa yako ambayo ni sahihi, kwamba bidhaa ambayo tayari unajua ina watu wanaohitaji hiyo bidhaa, ili iweze kuwa sahihi, ni lazima upeleke katika eneo ambalo sahihi na lina watu ambao ni sahihi kwa kile ambacho utakuwa unakiuza. Sasa ili uweze kufahamu hivyo vitu, ni lazima uweze kufanya uchunguzi, lazima uweze kufanya research. Sasa wengi wetu ni wavivu, watu pendi sana kuweza kufanya hivi. Tunaona kwamba tayari nina fedha, nimekopa nina hela, au ni mwajiriwa nina hela,
Au tayari bwana nilipata mkopo sehemu fulani, ngoja na nifungue ofisi yangu nilete bidhaa fulani kwa sababu na uwezo wa kununua au kwa sababu na uwezo wa kutengeneza. Unapeleka tu kitu moja kwa moja. Alafu mwisho siku unakuja kwanza unalalamika kwamba sipata wateja. Au watu wanunui bidhaa. Na wengine huwa analeta na concept za kwamba mbona kama nimepigwa dumbwata, lakini kumbe hapana, ni kuna baadhi ya principles ambazo hakuweza kuzifuata. Namba 4, hauongelei uthamani wa bidhaa au huduma uliokuwa nayo. Hauongelei thamani ya bidhaa au huduma uliokuwa nayo. Njia nyepesi ya kutokuuza bidhaa yako hata kama ni bora ni kuiongelea kwa namna ya kuifanya bidhaa kuweza kuonekana ni ya kawaida, au kuweza kuifanya bidhaa kuweza kuonekana ni sawa na washindani wako. Njia nyepesi ya kufanya bidhaa yako hata kama ni bora kutokunulika sokoni ni kuweza kuifanya sawa na kitu ambacho tayari wateja wako inasema walishakipata. Sasa lengo namba 3 nilipokuwa unasema kwamba uwezo ufanye uchunguzi, nikasema kwamba ufanye uchunguzi vile vile washindani wako. Wanawaambia wanafunzi wangu kwamba usipoteze fedha yako kuweza kutangaza bidhaa kwa namna ambayo bidhaa yako itaonekana ni sawa na kile ambacho tayari kiko sokoni. Hapana. Usifanye mambo ya sponsoring ads, usiandike tangazo ambalo mtu akilisoma anaona kwamba hii bidhaa ambayo inatangazwa tayari nilishaipata au tayari nilishatumia. Hapana. Lengo la kufanya uchunguzi kwa washindani wako ni kuweza kujua ni kwa namna gani unavyoenda sokoni ujitambulishe kwa namna ambayo utaonekana kwa wepesi au kwa namna ambayo utatofautisha bidhaa yako na bidhaa za washindani wako. Sasa wengi wetu tunaingia sokoni tu kwamba wataona tu au wengi kwamba watanunua tu. Lakini lazima kumbuka nilishokusema kwamba mteja anaponunua kitu chako, unachokiuza sio bidhaa. Unachokiuza ni maboresho. Unachokiuza ni mabadiliko. Sasa unapotengeneza bidhaa yako, uthamani wa bidhaa yako ni upo kwenye mabadiliko ambayo unaweza kusababisha kwa mteja wako. Sasa unapotangaza bidhaa yako alafu ukaitangaza kwa namna ambayo mteja ataona kwamba hii bidhaa itasababisha itanipa matokeo ambayo tayari ninayo, hawezi kununua. You must understand the value of your product. You must understand the value of your service. Elewa thamani yako ni upi. Na uthamani hauwezi ukawa ni sawa na bidhaa zingine tayari ziko sokoni. Hapana. Uthamani wako vile vile lazima uweze kuwa na tofauti. Uthamani wako lazima uweze kuwa na kitu ambacho kinakusimamisha wewe kama wewe katika soko ambalo. Sasa wafanya biashara wengi tunachokifanya nini? Tunauza bidhaa zetu kwa namna ya kuweza kufanya bidhaa zetu zionekane za kawaida. Au tunapoziongelea bidhaa zetu tunaziongelea kwa namna ambayo bidhaa zetu zionekane za uthamani mdogo, na mwisho wa siku tunajikuta kuweza kunegotiate sana. Ndio maana wateja mtu anaweza akaja kwenye biashara yako bwana, naomba punguzo. Mteja anaweza kuja kwenye biashara yako anaanza kusema kwamba bidhaa hii sio sawa na bidhaa ya mtu fulani. Mbona sio kutumia bidhaa hii alafu bei yako ni kubwa sana? Kwa sababu most of us hatutaki kuweza kuelewa uthamani wa bidhaa zetu. Au wengine tuna bidhaa lakini hatujui namna ya kuweza kuzielezea kwa kuzingatia uhitaji wa wateja ambao tumeweza kuona katika masoko ambayo tupo. Sasa tunasema kwamba feature tells, benefit sells. Kile ambacho umekitumia kuweza kutengeneza bidhaa yako kinazungumzia bidhaa yako. Lakini matokeo ambayo bidhaa yako inaweza kusababisha kwa mteja wako ndicho ambacho kitamfanya mtu aweze kununua. Kwa hiyo unavyoelezea bidhaa yako, ielezee kwa namna ya kuweza kumuonyesha mteja kwamba kuna mabadiliko fulani ambao utayapata kupitia hii bidhaa au huduma ambayo nakuuzia. Kama utakuwa unafuatilia kwenye Instagram yangu, nilitoa nukuu moja nikasema, uza kile kinachoonekana, uza kile kisichoonekana kwa kile kinachoonekana, kwa sababu kile kisichoonekana ndicho chenye thamani kubwa zaidi ya kile kinachoonekana. Tunachokinunua ni mitazamo. Tunachokinunua ni mtazamo wa mabadiliko fulani, mtazamo wa utimizaji wa malengo fulani kupitia bidhaa ambayo unaniuzia mimi au utakuwa unaniuzia mimi. Tusiende mbali sana, lakini na imani hapo kwenye uthamani unaanza kupata concept ya namna ya kuweza kupresent bidhaa. Bidhaa yako inabidi uweze kuipresent kama daraja fulani la kufikisha mtu sehemu fulani. Bidhaa yako inabidi uweze kuipresent kama improvement, kama maboresho fulani, kama mabadiliko fulani ambayo mtu inawezekana ameshatafuta na aliyakosa na kwako atayapata kupitia kile ambacho unakiuza. Sasa unapokuja kupresent kwa namna hiyo, ni lazima uweze kuweka vile vile kwamba bwana, kama mteja wangu akupatia matokeo mara 2, mimi bidhaa yangu inakupatia matokeo au mabadiliko fulani au maboresho fulani kwa 10% ni 10, 5% na kuendelea. Lazima uweze kuweka kitu cha namna hiyo. Sasa usiongelee sana bidhaa kama bidhaa yako. Usifanye uweze kuonekana ya kawaida. Hautauza bidhaa yako hata kama ni bora. Namba 5.
haujui nguvu ya madhaifu ya washindani wako. Nadhani hii nimeinsist kwenye point namba 4 na point namba 3. Hawezi ukatengeneza strategy yote ya mafanikio ya kuuza bidhaa au huduma yako kama haujui washindani wako wanaoperate kwa namna gani biashara zao kwenye soko ambalo unataka kuweza kuingia. Hakuna kampuni yoyote duniani ambayo imekuwa successful kwa kuweza tu kukaa wao kama wao na kufanya kwa namna ambao wanajua wao kama wao. Hapana. Mara nyingi kampuni yote ile either wanatengeneza bidhaa fulani au wanaleta huduma fulani, lazima kwanza wafanye uchunguzi wa kuweza kujua kile ambacho kiko tayari kiko sokoni. Kile ambacho kitainawezekana tayari wateja wanakipata sokoni. Kimeshasaidia watu kwa kiwango gani? Au kimeshaleta impact kwa kiwango gani? Ili wao wanavyoenda na kutumia fedha zao kutengeneza bidhaa au kuleta huduma nyingine, wasirudie kile ambacho tayari kimeshafanyika sokoni, lakini waje na improvement fulani ambayo inawezekana kuna kitu fulani ambacho ulikuwa unakikosa wateja na wao ndio watasaidia kuweza kukipata. Kwa sababu ukisema tu utengeneze hivi bila kufanya research ya kuweza kujua madhaifu na nguvu ya washindani wako, unaweza kutengeneza kitu ambacho mwisho wa siku utakuwa umepoteza fedha zako. Kwa lazima uanze kufanya uchunguzi, jua nguvu. Au wengi tunapenda kutumia ile SWOT analysis, strength and weakness, vitu ambavyo ni external factors. Kuweza kuwafahamu washindani wako itakusaidia kuweza kuja na strategies za ushindi sokoni. Itakusaidia vile vile kuweza kuproduce au kuweza kutengeneza au kuzalisha bidhaa au kuleta huduma ambayo itakuwa ni powerful, ni ya kitofauti na ambayo itakuwa imekupotezea fedha zako. Namba 6, hautauza bidhaa yako hata kama ina ubora kama hauna malengo yote ya mauzo. Hawezi ukasema kwamba bwana asifanye mauzo kwenye biashara yangu alafu ukiulizwa au labda bwana bidhaa zangu mimi hazitoke alafu ukiulizwa malengo yako yalikuwa ni yapi kwa hizi bidhaa ambazo unazouza, haufahamu. Nilishafundisha kwenye sessions zilizopita namna kuweza kuweka malengo ya mauzo na kuweza kuyatimiza kwenye biashara yako. Nilishaelezea sana. Kwa kama kwenye point hii namba 6 hakuwa na hili somo, unaweza kanitafuta. Then nikakutumia hili somo linalohusiana na kuweka malengo ya mauzo. Hakuna mafanikio yote ambayo unaweza kupata bila malengo. Na most of the time bila malengo lazima kuprocrastinate pana kwepo. Yaani mara nyingi watu wasiokuwa na malengo huwa ni watu ambao inakuwa ni rahisi kuweza kugairisha bila ambao wataweza kufanya. Kikawaida sisi binadamu tusipoweza kujicondition kuweza kufanya kitu fulani automatically huwa tunaona kama kesho ni bora zaidi ya kufanya kitu fulani kwa leo. Sasa unapojiwekea malengo vile vile unajimotivate. Unapojiwekea malengo unajifanya kuweza kuwa responsible na unaicondition akili yako kuweza kuwa responsible, kwamba kuamrisha mwili wako kwamba you have to do this and this and this kuweza kuachieve kitu fulani. Lakini bila malengo biashara yako itabaki pale, bidhaa yako itabaki pale pale. Haita move sehemu yote. Hautauza, haitafika sehemu yote. Kwa lazima uweze kuwa na plan. Kesho ni wiki inaanza. What is your plan? Plan yako ni ipi ya mauzo kwenye biashara yako? Unataka kuuza kiasi gani cha bidhaa ulizokuwa nazo? Utafanya nini kuweza kuuza kile ambacho unacho kwenye biashara yako? What are your strategies? Marketing strategies zako ni zipi? Kuweza ku make sure kwamba goals ambayo utakuwa nayo kwa wiki ambayo inaanza kesho unaweza kuiachieve at the end of the week ambayo inawezekana ni Sunday au Jumapili ambayo inafuata. Kwa hiyo sub plans lazima uweze kuwa na malengo ya mauzo. Lazima uweze kuwa na malengo ya mauzo. Yaani huwa mimi nasema kwamba biashara chukulia ni kama mtu mwingine. Unaweza kuwa na malengo yako binafsi lakini usisahau biashara yako. Lazima uweze kuwa na malengo vile vile ya biashara yako. Treat biashara yako kama mtu mwingine. Jiwekee malengo kwamba biashara yako unataka kuachieve kila wiki. Lazima uweze kuwa na goals za kuweza kuachieve. Na lazima uweze kujiwekea mipango mikakati ambayo itakusaidia kuweza kuachieve au malengo yako. Malengo ya biashara yako. Namba 7, hautumii story kwenye kuuza bidhaa au huduma zako. Watanzania mara nyingi sana tunapokuja kwenye biashara huwa tunajisahau sana, hasa katika vile ambavyo tunaviuza. Wanasema fact tells, story sells. Nataja kufundisha somo moja kuhusiana na namna ya kuweza kutumia storytelling kwenye kuuza bidhaa au huduma zako. Sasa watu wengi ambao wana bidhaa bora huwa hawapendi sana kuweza kutumia story kwenye kuuza bidhaa zao. Na story ni moja kati ya tool ambayo unaweza kaitumia kwenye kutengeneza connection ambayo itamfanya mteja kuweza kufanya maamuzi haraka kuweza kununua bidhaa au huduma uliyokuwa nayo. Lakini wengi wetu hatutumii story. Kwa hiyo bidhaa zetu zinabaki kuweza kuonekana za kawaida. Na kubwa kuna wakati mmoja nilikuwa nasoma kitabu kimoja na kuna bwana mmoja na mke wake walienda kwenye beach moja kwenda kutembelea tu.
Sasa walipofika kwenye ile bichi walikutana na watu ambao walikuwa wanachora picha mbalimbali katika, of course kwa ni kama Iceland, ni Iceland fulani. Sasa katika ile Iceland walipofika walikutana na watu ambao walikuwa wanachora picha za hiyo Iceland, kwa sababu ilikuwa tunasema ina nguruwe ambao walikuwa wanaishi katika ile maeneo. Sasa huyu mke wake alikuwa anaelewa story ya hiki kisiwa ambacho kina hawa nguruwe ambao ni wao tu katika maeneo tu, na alivyoona ile picha na akaambiwa bei yake na yule aliyekuwa anachora, mke wake kumwambia kwamba mbona hii bei ni kubwa sana, alafu inaosea tu na hii picha ambayo imechora nguruwe ambao anapatikana kwenye hii Iceland. Sasa yule mchoraji alivyowapa story ya source ya hao nguruwe kuweza kuwepo kwenye kile kisiwa, automatically yule mwanaume aliona ile bei ya ile picha ambayo anauziwa, yani inaendana, yani thamani yake unaendana. Kumbuka huyu mwanaume mara ya kwanza alipoona ile picha na bei aliyoambiwa, aliona kama mbona bei ni kubwa sana tofauti na picha jinsi inavyokuwa. Lakini walivyoambiwa story ya ile picha, automatically value ya ile picha au thamani ya ile picha kuongezeka. Na yule mwanaume akaona sahihi kabisa ile picha kuuziwa kwa kile kiwango ambacho waliweza kuomba mara ya kwanza. Kwa hiyo kumbe story muda mwingine inapandisha thamani ya kile ambacho unakiuza. Inaondoa ukawaida wa bidhaa ambayo ni unaiuza. Na ndio maana ukiangalia kuna watu wengine ambao mtu anaweza kanauza, wewe unauza bidhaa fulani na mimi nauza bidhaa fulani. Lakini kwa sababu mimi naweza nikatoa story source ile, labda bidhaa hii ilikuwaje mpaka nikaitengeneza, au bidhaa hii nimeipataje, au vitu kama hivyo, au case studies mbalimbali, au kama ni stories za watu ambao waliweza kutumia hiyo bidhaa, unakuta automatically unaweza nika raise value na nikauza kwa bei ambayo ni nzuri tofauti na mtu mwingine. Sasa kuna vitu vya kuweza kuzingatia kwenye kutell story ya bidhaa au huduma ambayo unaiuza. Na nadhani tutatafuta muda nitaje kufundisha formula mbalimbali ambazo unaweza kutumia kwenye kutengeneza stories za kuweza kuuza bidhaa au huduma uliyokuwa nayo. Lakini kwa namna yote ile, kama unajua kuna story ya kile ambacho unakiuza, sometimes ni vizuri kuweza kuitumia. Inawezekana ikawa ni kwenye video, inawezekana ikawa kwenye audio, inawezekana ikawa ni kwa mfumo wa maandishi. Itumie. Itakusaidia sana kuweza kuongeza thamani, kubadilisha mtazamo wa thamani wa kile ambacho unakiuza. Mimi nimekuwa nikitumia mfano mara nyingi stories za wanafunzi wangu. Ni kama case studies mbalimbali. Mwanafunzi wangu labda alikuja na shida fulani, tukaingia kwenye mchakato wa kwanza kusolve ile tatizo, iliendeleaje mpaka mwisho siku akapata matokeo gani. Hiyo huwa inasaidia mara nyingi kwa mtu kuweza kuona kwamba okay, cause hii nikipata una thamani, au cause hii kwa bei hii uthamani wako unaendana kabisa. Ni relevant kabisa. Cause hii bwana ina thamani kubwa sana. Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana muda mwingine kuweza kutumia stories na tusinyamaze kimya. Kama una story kuhusiana na kitu fulani ambacho unakiuza, inawezekana ikawa ni story yako mwenye binafsi, au unaweza kutumia stories za watu wengine, lakini ziendane na kile ambacho ni unakiuza, na ziendane vile vile na uhitaji ambao mteja wako ni anao. Mwisho, hauna offer ya bidhaa au huduma yako. Offer ni muhimu sana. Pia nilishafundisha kwenye formula ya TIS, nadhani nilifundisha namna ya kuweza ku create offer kwenye bidhaa. Na nilisema offer ni namna unavyoiposition bidhaa yako au huduma yako kuweza kuonekana ya thamani kubwa. Offer ni namna unaofanya bidhaa yako kuweza kuonekana ni ya thamani kubwa. Nini cha kuongeza au nini cha kuweza kusemea kuweza kuongeza thamani wa bidhaa au huduma ambayo unaiuza. Sasa mara nyingi wafanya biashara si wengi tunaga offer. Tunajua offer ni kwenye discount tu. Discount labda ni nitakupa punguzo la 30%, 50%. That is discount. Lakini kuna discount za namna nyingi. Kuna labda watu wa 10 mwanzoni ambao watakuja watapata labda discount ya kiasi fulani. Kuna watu labda 100 mwanzoni, hizo discount. Lakini kuna vitu vingine nilifundisha kwenye offer yetu ni value adds. Kuweza kuongeza kitu fulani kwa kile ambacho unakiuza. And one of my friend Mr. Jacob bwana hapa anatengeneza mambo ya website. Unatengeneza labda unatengenezea makampuni website. Ukiwaambia tu watu labda karibuni kuweza kujipatia website maalum kwa ajili ya biashara, hiyo unatangaza bidhaa yako, huduma yako, lakini haina offer. Lakini try to imagine unaambia kwamba la nitakutengenezea website kwa ajili ya kampuni yako na nitakupa offer labda ya kuweza kutengenezea mfumo wa kuweza collect email kadhaa bure. That is an offer. Kwa kile ambacho unakiongeza tunasema kinaitwa ni value adds. Kitu ambacho kinaongeza thamani ya kile ambacho unakiuza. Kwa hiyo mtu akikwambia kwamba hivi nini maana ukiona sema anakuambia ni irresistible offer au labda ni compelling offer, ni namna ambavyo una position au namna ambavyo unaifanya bidhaa au huduma yako
kuweza kuonekana ni ya thamani kubwa. Sasa hizo discount bila added value ads unazo watu wanaozitoa na vitu vingine, zote hizo ni kwa lengo la kuweza kuongeza thamani ya kile ambacho ninakiuza. Sasa kwa wewe ambao haujapata ile somo la mambo ya offer, nitafute pia, nitakutumia video ya kanuni ya TIS nilifundisha namna kuweza kucreate hizi offer ili uweze kujifunza kwa undani zaidi. Sasa na hapa tumebakiwa na dakika 3 na sekunde kama 11 kwenye Zoom meeting. Kwa hiyo nita pause kwanza, alafu tutatuma link tuje kumalizia kwenye session nyingine ambayo umeweza kubaki. Kwa wale ambao tuko kwenye group la Giant Club, tutatuma link nyingine alafu tuweze kujoin.